Sasa leo nitakufundisha jinsi ya kuzungumza ili watu wakusikilize na wakuheshimu. Unajua katika maisha ya kawaida, unaweza kuwa na idea yako, lakini unatamani watu wakusikilize, lakini watu hawakusikilizi. Na hiyo hali huwa inatokea kwa watu wengi. Unakuta una jambo zuri, unahitaji kulipresent kwa watu, lakini unaona watu hawakusikilizi, wako busy na mambo mengine. Sasa leo nitakufundisha jinsi ya kupata nguvu ya kisaikolojia ili unapoanza kuzungumza watu wote wakae kimya. Ulishakutana na mtu ambaye akianza tu kuzungumza watu wote wanakaa kimya wanamsikiliza? Yule mtu anajua saikolojia ya authority, yani saikolojia ya mamlaka. Sasa leo naenda kufundisha saikolojia ya authority ili kila unapoanza kuzungumza, iwe katika kazi, katika mahusiano na mwenzako, sehemu yoyote, watu wote wakusikilize na wakuone wewe ni mtu wa thamani zaidi. Kwa sababu unajua hivi vitu sio kulazimisha, ni saikolojia tu, kujua jinsi ya kila binadamu anavyofanya kazi na kujiposition vile ambavyo binadamu wanahitaji. Hapo ndo unakuwa umeweza kuwin situation. Sasa karibu sana katika somo letu la leo, lakini kama hii ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, sasa kuna vitu vya msingi sana utakuwa uvifahamu. Unajua sauti na uwepo wako, yani jinsi ya mkao wako wa mwili ulivyo na mfumo wako wa sauti, unaweza kutengeneza picha kwa watu hata kabla ya wewe kuanza kusema mambo mengi au kutoa maneno yako mengi. Namna unavyoonekana, mkao wako wa mwili na sauti yako, jinsi unavyozungumza, inaweza ikajaji kabisa watu wakajua kwamba wewe ni mtu mwenye mamlaka na una nguvu au unajiamini, au wewe ni mtu dhaifu, mtu mwenye wasiwasi ambaye huna mamlaka. Sasa hivi vitu unatakiwa uvifahamu ili usije kuvikosea kabisa. Na leo naenda kuelekeza kwa hatua kwa hatua kwamba ili uelewe kwamba vitu gani ambavyo unatakiwa uzingatie ili usikosee kabisa katika jinsi unavyoweza kupresent mambo yako au unapozungumza na mtu. So, kitu cha kwanza kabisa, ili uwe na mamlaka, ili watu wakusikilize na kuheshimu, lazima ujue jinsi ya kudhibiti sauti yako na jinsi unavyozungumza, yani kasi ya kuzungumza. Sasa hii kitu waka tunaitaga ni vocal authority, yani mamlaka ambayo yanapatikana katika sauti. Sasa kwenye sauti kuna vitu vya msingi sana vya kuzingatia. Jambo la kwanza kabisa, punguza kasi ya sauti au ya mazungumzo. Watu wenye wasiwasi huzungumza haraka ili wamalize mapema. Watu wenye mamlaka huzungumza kwa utulivu. Na hii waga inaonyesha kwamba una amani, unajiamini kuwa unachosema kina thamani au unakiamini. So unajua watu wengi wanaamini kwamba unapokuwa unasema haraka ndio kitu kizuri, lakini kisaikolojia unapokuwa unasema haraka unakuwa na hofu ya kutaka kukubalika. Yaani ni kama unataka kuzuiliwa kutokuendelea kuongea. Lakini kama mtu mwenye mamlaka, yeye huwa hana hiyo hofu. Na hata wewe kwa mfano ukiwa na changamoto, labda ukiwa unaongea haraka mbele za watu, utakuwa ubadilike kabisa, kwa sababu unapokuwa unaongea haraka inaonyesha kwamba wewe una hofu ya kutaka kukatizwa. Yani unakuwa na wasiwasi kwamba wanaweza kunizuia, ndio maana unaongea haraka. Yani hiyo ndio tafsiri kisaikolojia. Lakini mtu mwenye mamlaka huwa anaongea kwa utulivu, kwa sababu kwanza hana hofu ya kuzuiliwa, lakini pia anaamini kila anachokisema kina thamani. Lakini ukuta mtu anaongea haraka haraka, yani maneno yake hata hajakaa vizuri na pachika maneno mengine, hiyo inakuwa inaonyesha ishara kwamba una hofu ya kutaka kuzuiliwa. Lakini shusha tone ya sauti. Tunasema downward inflection. Usimalize sentence kama unauliza swali. Hakikisha toni inashuka mwisho ili kuonesha msisitizo. Sasa hapa naomba unisikize vizuri. Kisaikolojia unapokuwa unaongea na mtu, afu mwisho wa sentence ukamalizia kwa sauti ya juu, inaonesha kama unataka kuuliza swali au kama unataka kuomba idhini ya mtu mwingine. Yaani ni sawa na unataka kumwambia mtu nikubali au nisikilize. Lakini unapoongea mwishoni ukapunguza sauti, ni ishara ya kuweka msisitizo. Wewe fuatia hata watu wengi ambao wanaongeaga sana sana viongozi, mwishoni waga anaongea kwa sauti ya chini ya utulivu. Lakini kuta mtu anaongea haraka afu mwishoni anamaliza kwa sauti ya juu, ile inakuwa inaonyesha kisaikolojia kwamba unaomba idhaa ya mtu mwingine kukusikiliza au kukubali yale unayosema. Sasa ili kujenga mamlaka, usitegemee hicho kitu. Tengeneza mazingira, mwisho unapokuwa unazungumza, malizia kwa sentensi ya utulivu, yani toni yako ishuke chini. Hii tunaita downward inflection. Lakini pia tumia ukimya wa kimkakati. Tunasema strategic pause. Kabla ya kutoa hoja muhimu, kaa kimya kwa sekunde 2. Na hii inawafanya watu wakupe usikivu wote na inaita picha ya mtu anayefikiri kwa kina. So hii strategic pause ni nzuri. Ukitaka kwa mfano watu wa kuheshimu kile unachozungumza, usipende kuwa unaongea kwa haraka. Vumilia hata sekunde 2, na sekunde 2 sio hata muda mrefu. Unaweza kuzihesabu hata 1, 2 ndio kajibu. Hiyo kwanza inaonyesha kwamba kile unachozungumza umekifikiria na ukurupuki. Lakini ikiwa kwamba unauliza swali unajibu hapo kwa hapo, kwanza waga hainaga mvuto kabisa. Fuatia watu wengi wenye ushawishi, unakuta akiuliza swali anakaa kidogo kwanza kimya afu ndo anajibu. Hiyo unakuwa unamwasili mtu, anaona kwanza kile ulichokijibu umekifikiria na wewe sio mtu wa kukurupuka, na maneno yako yataonekana yana thamani kwa sababu unatoa
kwa mpangilio maalum. Kwa katika udhibiti wa sauti unaweza kutengeneza mamlaka na watu wakakuheshimu na wakakusikiliza kwa jinsi sauti yako inavyotoka, toni ya sauti na jinsi unavyoweza kutumia ukimya wa kimkakati. Kabla ya kuzungumza unaweza kuvumilia kidogo hata sekunde 2 ndio ukatoa hoja yako ya msingi na watu wataisikiliza na kuiona hoja yenye thamani. Lakini pia mbinu ya pili ni mkao na lugha ya mwili, yani jinsi unavyoonekana. Unajua uwepo sio maneno, jinsi watu wanavyoweza kukuona na kukujaji kwamba wewe ni mtu gani sio maneno, ni jinsi unavyoonekana. Kwa mfano ukikaa kinyonge watu wanaweza kukujaji hata kabla hujatoa neno lolote. Kwa hiyo uwepo wako au lugha yako ya mwili au mkao wako unaweza ukatoa majibu kwa watu hata kabla hujasema neno lolote. Sasa katika mkao wako wa mwili au lugha yako ya mwili kuna vitu vya kuzingatia. Jambo la kwanza kabisa, usiweweseke. Tunasema stillness. Kutikisika mikono ovyo kunaonyesha hofu. Mtu mwenye mamlaka hutengeneza hali ya utulivu mkuu wa mwili wake, yani anakuwa na hali ile ya kutulia. Lakini unapokuwa unachezea uso, mikono, hiyo kisaikolojia tunaita ni pacifying behavior, yani ni ile hali ya kujituliza. Inaonekana kama una mgogoro ndani yako, yani una hofu na wasiwasi, kwa unajituliza ili hiyo hali itulie. Lakini usikwepeshe macho, mtazame msikilizaji wako machoni au mtu unayeongea naye kwa utulivu, na hii inaashiria kuwa unajali mada na humuogopi. Unapokuwa unaongea na mtu au hata kama unaongea kwenye mkutano wote, mtazame mtu machoni, usimkodolee. Na kama huwezi kumwangalia kwa muda mrefu, unaweza ukatumia mbinu ya kutazama jicho la kushoto kaenda la kulia afu kapanda juu. Hiyo waga tunaita triangle ya juu, lakini kuna triangle ya chini. Unaangalia kushoto, kulia afu unashuka chini. Kwa mfano umechoka kumwangalia mtu machoni, unaweza ukaangalia kulia au kushoto lakini usiangalie chini. Kuangalia chini ni ishara ya udhaifu. Lakini pia jitahidi sana. Kwa mfano ukiona labda huwezi kumwangalia mtu machoni, unaweza kumwangalia kwenye paji la uso. Na yeye ataona kama mwangalia machoni na itaonekana kwamba umemwekea msisitizo, kwa sababu mara nyingi mtu anapoona umemwangalia machoni inaonyesha kwamba umempa umakini na unamsikiliza vizuri. Lakini mkao ulio wazi, nyosha mgongo na uweke mabega nyuma, ruhusu mapafu kupata hewa vizuri, na hiyo inapelekea kutoa sauti yenye nguvu zaidi ambayo ina mamlaka. Unajua katika sauti pia kuna kitu kinaitwa subharmonic voice, sauti ambayo inatoka ndani kabisa tumboni, inakuwa ina uzito. Na mara nyingi sauti hizo waga zinakuwa na mamlaka, lakini zile sauti ambazo za haraka haraka zinatoka kwenye koo hazinaga mamlaka. Sasa ili utoe sauti yenye mamlaka lazima mkao wako wa mwili ukae vizuri. Nyosha mgongo wako unyoke vizuri, yani usiname, mabega yako yarudi nyuma kidogo, afu kifua kiende mbele kidogo, alafu jiachie, yani usijibane, usijikunje. Hiyo itapelekea wewe kuongea vizuri na sauti yako itatoka vizuri. Kwa lugha ya mwili inaweza ikatoa tafsiri kwamba watu wakuone wewe ni mtu mwenye mamlaka na wakuheshimu hata kabla ya kusema neno lolote. Lakini pia kuna kitu kinaitwa saikolojia ya maneno. Hii ni mbinu ambayo inaweza kusaidia pia watu wakakuheshimu na wakakusikilize, yani watu wakuheshimu na wakusikilize. Sasa hii saikolojia ya maneno waga tunaitaga linguistic framing, jinsi unavyoweza kutumia maneno ili kuwafanya watu wakuamini na wakuone wewe ni mtu ambaye ni mwenye mamlaka. Sasa katika saikolojia maneno, jambo la kuzingatia kabisa, ondoa maneno ya kinyonge. Tunasema weak language. Acha kutumia misemo kama naomba radhi, labda naweza kuwa siko sahihi, au kama hutojali. Badala yake nenda moja kwa moja kwenye hoja. Mtazamo wangu ni huu, au ufumbuzi uliopo ni hichi kitu. So unajua watu wengi wanakosea, unakuta akianza kuongea anaanza kusema maneno yale ambayo yanaonyesha kabisa hajiamini kwamba sidhani kama itafanya kazi, au nahisi kama inaweza ikawezekana. Hayo ni maneno ya kinyonge. Ongea lugha za mamlaka. Kwa uzoefu wangu naona hii njia itafanya kazi, au mtazamo wangu ni huu, au ufumbuzi uliopo tufanye hivi. Unatakiwa uongee kwa mamlaka. Acha zile lugha za kinyonge, sidhani kama itafanya kazi. Zile ndo zinakuonesha kwamba wewe kwanza hujiamini na yale unayozungumza una wasiwasi nayo. Lakini miliki kauli zako. Baada ya kusema inabidi tufanye hivi, weka msisitizo kwa kusema ninapendekeza tufanye hivi. Usipende kuomba idhini kama unataka kusimamia jambo na ukitaka kuonekana mtu mwenye mamlaka. Jitahidi kutoa maneno ambayo yanaonyesha kwamba wewe una umiliki. Sema ninapendekeza tufanye hivi, au kwa uzoefu wangu tufanye hivi, au kwa utafiti niliofanya njia hii itafanya kazi, tufanye hivi. Hiyo inaonyesha kwamba wewe una mamlaka na watu watakusikiliza, kwa sababu binadamu tuna
asili ya kutii wale watu ambao wana mamlaka. Lakini pia tumia mfumo wa uongozi. Jenga tabia ya kutumia maneno yanayounda taswira ya mtu anayefanya uamuzi badala ya kuomba kibali. Unajua kuna yale maneno ambayo unakuta unasema tumeambiwa tufanye hivi au tutafanya hivi. Ongea maneno ambayo yanaonyesha kwamba wewe una uongozi na unasimamia kile ambacho umekisema. Unaweza kusema kwa utafiti ambao nilifanya katika kampuni fulani na fulani tufanye hivi, au kwa uzoefu wangu. Yani tengeneza mazingira ya kuonesha maneno yako yana uongozi ndani yake au yana mamlaka ndani yake. Acha kuongea maneno ambayo yana unyonge kwamba sidhani kama itafanya kazi hivi, au nahisi, au jaribu, si kama itafanikiwa. Hayo yanaonyesha kabisa wewe haujiamini na atakupotezea kabisa mamlaka, kwa sababu binadamu tunathamini wale watu ambao wanajiamini na watu ambao wanaweza kujisimamia wao. Lakini pia unaweza kutumia mbinu ya sheria ya uhaba ambayo tunaita scarcity. Sasa unajua katika saikolojia ya uchumi, lakini pia hata kwenye mahusiano, sana sana kwenye uchumi, kwamba vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi thamani yake inapanda juu. Ndio maana sasa hivi mafuta thamani yake imepanda kwa sababu hayapatikani kwa urahisi. Hata dhahabu thamani yake iko juu kwa sababu inachimbwa chini na watu wanahangaika sana, lakini mawe kila sehemu yapo. Lakini hii concept ipo hata pia kwenye maneno. Jinsi unavyoweza kuongea sana inaweza ikakutengenezea watu wa kudharau na kuchukulia poa. Lakini ukitumia saikolojia ya scarcity principle au sheria ya uhaba, unaweza kuwafanya watu wakathamini kile unachokizungumza na watakiona ni cha maana zaidi. Kwa hiyo usiwe unapenda kuongea zaidi maneno mengi kabla ya muda wako, lakini kama hakuna uhitaji wa msingi. Sasa nguvu ya uchache wa maneno inaweza kukusababishia wewe watu wakakusikiliza na wakakuheshimu. Mamlaka hakukuhitaji maneno mengi yanayojirudia. Sheria ya uhaba inaelezea jinsi ukimya na uchache wa maneno unavyoongeza uzito wa kile unachokisema. Zungumza chini ya uhitaji. Watu wanaongea kila mara hupoteza ushawishi. Ukiongea kwa uchache, watu watasubiri kwa hamu uongee. Kuna watu ambao wanaongea hata kama hawajapewa muda, yani analopoka tu, mara nyingi wanaga ushawishi. Kwa sababu mara nyingi si binadamu huwa tunathamini vile vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi. Watu wakiwa wanaona maneno yako hayatoki kwa urahisi, watayaona ni maneno yenye thamani. Kwa kabla ya kuzungumza, fikiria kwanza, ili jambo natakuwa nilizungumze kweli lina umuhimu. Kwa hiyo unakuwa unatoa maneno ambayo yanaonekana yana thamani. Sio kila kitu naingilia tu naanza kujibu. Lakini pia hata kwenye maongezi, subiri watu wengi waongee kwanza, alafu baadaye uje uhitimishe kwa maneno ya ujumla. Yataonekana maneno yako yana thamani kwa sababu hayatoki tu kwa mkurupuko, yani kwa mkupuo bila mpangilio maalum. Lakini pia maneno yako yaongezee thamani. Hakikisha maneno yako ni ya thamani, yenye mantiki na yaliyojaa utafiti badala ya porojo zisizohitajika. Ongea kwa mamlaka kama nilivyosema kwenye lugha ya mamlaka. Acha kusema kwamba mimi sidhani kama nitafanya hivi au sidhani kama itafanikiwa. Sema kwa uzoefu wangu au kwa utafiti niliofanya wa kampuni hii na hii, nimeona njia hii inafanya kazi. Na watu watakusikiliza na watakuona wewe ni mtu ambaye una mamlaka, na kwa sababu binadamu waga tuna namna fulani ya kufuata na kutii watu wenye mamlaka, utaongeza heshima na watu watakutii kile unachokizungumza na watakiona kina maana kubwa. Sasa mbinu nyingine ni kuwa msikilizaji mkuu na kuwa makini kwa kile ambacho unaambiwa na mtu mwingine. Hii waga tunaita ni active listening. Sasa mamlaka ya kweli haitokani na kushinda kila mazungumzo, bali inaonekana pale unapoonyesha uwezo mkubwa wa kuelewa wengine. Msikilizaji mkuu anasikiza bila kukatiza wengine, anajibu kwa kutumia hoja zao, jambo linalomfanya kila mtu ajisikie kuheshimiwa na kuthaminiwa. Hii inajenga heshima isiyo na mashaka. Unajua, ngoja nikupe siri moja. Hakuna siri ambayo inaweza kumteka mtu kama kumsikiliza. Yaani kwa sababu unapomsikiliza mtu unakuwa unamjengea ile hali ambayo binadamu wanaitamani, kutambuliwa na kuthaminiwa, kuvalidate, yaani unakuwa umemvalidate. Kwa sababu binadamu wote wanahitaji moja la msingi sana duniani, kutambuliwa na kuthaminiwa. Ndio maana mtu anajitahidi, anavaa vizuri, anaongea vizuri ili tu naye aonekane. Sasa unapomsikiliza maana yake unampa ile hitaji la msingi binadamu, na huyo mtu atakuheshimu. Watu wengi waga hawasikilizi ili kuelewa, wanasikiza ili kujibu. Yaani mtu unakuta hata hajamaliza na shamkatiza, ashaanza mada zake. Hapo utapoteza kabisa nguvu. Jitahidi sikiliza kwanza, alafu tumia yale maneno ambayo watu wamezungumza kutoa maoni yako. Kwa mfano mtu kasema mimi naona hili jambo tufanye hivi na hivi, unaweza kusema kwa maoni ambayo nimeyasikia awali, ninaona njia hii itakuwa nzuri zaidi. Kwanza yule mtu ataona kwamba umesikiliza kile alichokisema na umekielewa, na itatengeneza mvuto mkubwa zaidi. Lakini katika kusikiliza inakujengea nguvu, kwa sababu utajua siri nyingi ambazo ungekuwa unaongea au unalopoka usingeweza kuzijua. Lakini pia unapokuwa unasikiliza unaepuka ile hali ya kuingia kwenye mtego wa kuongea vitu ambavyo
hukupanga kuviongea, kwa sababu watu wanaongeaga sana, mwisho wa siku wanalopoka na vitu ambavyo hawajapanga kuvisema. Sasa katika kusikiliza kwa makini, kuna mbinu za kusikiliza kwa makini. Unaweza kurudia maneno yake ya mwisho, unaweza ukawa unaitikia niambie, umesema ni kweli, au kwa mfano amesema jana nimechelewa sana kazini. Unaweza kumwambia una maana kwamba jana ulichelewa kazini, au pole sana jana ulichelewa kazini. Inaonyesha kwamba unamsikiliza, yaani unarudia yale maneno yake ya mwisho. Lakini pia unaweza ukaitikia kwa kichwa, ile tunaita nodding. Anapokuwa anaongea unatikisa kichwa, yaani inaonyesha kwamba unaguna huku na kubali kwa kutikisa kichwa, hiyo ni nodding. Hiyo inaonyesha kwamba unamsikiliza kwa makini, na huyo mtu atakuheshimu na maneno yako ambayo utazungumza atayatilia maanani, na watu wote ambao wanakuzunguka pale watakuona wewe ni mtu ambaye ni mwenye heshima kubwa na watakusamini. So hivi vitu ni kama vya kawaida, lakini ukivifanyia kazi vitakuletea matokeo makubwa sana. Sasa katika somo hili, kama una maswali yoyote, niombe ucomment hapo sehemu ya comment section. Lakini mbinu kubwa ya kuwafanya watu wakusikilize na kuwa na mamlaka ni saikolojia ya authority, yani mamlaka. Jinsi unavyozungumza na jinsi lugha yako ya mwili ilivyo inaweza ikatoa hitimisho kwamba wewe ni mtu mwenye mamlaka. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikusii sana usahau kusubscribe ili masomo mazuri kama haya ili yasikupite. Lakini pia kwa sasa hivi mfumo huu ambao nimeuandaa utakuwa ni rafiki sana kwa watu wengi kujifunza, kwa sababu ninaelezea taratibu, hatua kwa hatua. Kwa hiyo usikose masomo yangu, na nikusii usisahau kulike, kushare na wengine ambao unaona somo hili linaweza kuwajenga. Lakini pia niwaombe sana, karibuni sana kwenye magrupu ambayo nitakuwa nayo katika ukurasa wa WhatsApp. Usikose, nitapokuwa natangaza nitatoa link, na usikose, kutakuwa na mafunzo mbalimbali ambayo nitakuwa naelezea ndani kule. Asante sana kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bye bye na uwe na siku njema.